wananchi wetu hawa wanastiriwa kwa heshima zote. Kwa hiyo leo kamati ya maafa ikiongozwa na naibu katibu mkuu ofisi ya waziri mkuu inakuja ili tuweze kukaa tufanye hiyo tathmini ya mwisho na tuweze kuwahudumia hawa katika shughuli hizi za mazishi baada wao kufika. Kwa hiyo nawashukuru sana wananchi wa mkoa wa Kilimanjaro na hasa wale wa Same kwa kujitolea mara baada ya tukio kutokea kusaidia kuokoa wananchi na mali zao. Lakini na sisi viongozi wa mkoa mara baada ya kupata taarifa, kwa sababu ajali ilitokea saa 11:10 na sisi tuliondoka hapa 11:30. Kwa hiyo tulifika kwenye eneo la tukio kusaidiana na wananchi kutoa ile mili na wale wengine ambao majeruhi kuwakimbiza KCMC na hapa Moshi kwenye hospitali yetu ya mkoa wa Mawenzi pamoja na hospitali ya wilaya. Kwa hiyo hali iko hivyo, na nawashukuru wale ndugu wa marehemu wote kwa utulivu. Wametuelewa na tumezungumza nao na tumefikisha salamu za Mheshimiwa Rais za kuwapa pole, na wote nadhani nyinyi mmeona kwenye peji yake ya Mheshimiwa Rais. Labda pengine mnategemea kama serikali mkoa baada ya majibu itakuwa maziko ya pamoja, shughuli ya maziko ya pamoja wa Emily na kwa hatuwezi kuwazika pamoja kwa sababu tukisha vinasaba vikija maana yake nini? Maana kwa sababu ndugu zao wote wameshachukuliwa pia sample. Kwa hiyo tutakachokifanya pale ni kubandika alama kwenye kila mwili wa marehemu, halafu tutakabidhi kwa ndugu. Kwa hiyo hapo serikali sasa ndio itaingia kwa maana ya kusaidia sasa usafiri, kusaidia labda ile timu nimesema inakuja ya ofisi ya waziri mkuu kama tutatoa masanduku na mambo mengine. Lakini yote haya yanawezekana kwa sababu msiba ule ni wa kwetu na Mheshimiwa Rais ameupokea kwa majonzi makubwa, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, na ametoa maelekezo hayo. Labda majibu yanategemea kuja Jumatano. Sasa Jumatano na mimi nimeongea nao wale wananchi ili Alhamisi wote tu wawe pale kwa ajili ya wakiwa wamejitayarisha sasa kuchukua miili ya wapendwa wao. Wito wako sasa kwa madereva pamoja na kazi? Wito wangu kila siku nasema kila siku ninapokwenda kwenye mikutano, linapotokea mambo kama haya, wito wangu kwa madereva watii sheria bila shuruti. Na mwendo kasi, vibao vinaonyesha mwendo kasi unaua, mwendo kasi unapoteza maisha ya wananchi wengi sana. Kwa hiyo wazingatie sheria, kanuni na taratibu za barabarani, na hasa yale mabasi ambayo yanabeba watu. Ukiacha yale ya mizigo, lakini haya yanabeba watu, lazima wafuate hizo sheria. Na sisi hapa mkoani, kamanda wa polisi wa mkoa Sakap Maigwa, kila mahali ukipita kuna traffic. Hata siku moja walikuja watu walalamika, wanasema kila mahali baada ya kilomita 2 kuna traffic, kilomita 3 kuna traffic. Sasa hiyo tumeiweka kwa sababu kuwadhibiti hawa madereva wa magari haya ya abiria. Kwa hiyo nataka kutoa wito kabisa kwamba Kilimanjaro sasa watu wote wanatuelekezea sisi vidole kwamba ni mkoa wenye ajali nyingi, lakini mimi nasema hiyo imetokea ni kwa bahati mbaya, kwa sababu ile gari ilikuwa haiko mwendo mkubwa na ilipasua tairi ya mbele. Na katika kukwepana, huyu mwenye kosa anakuja huku, mwenye basi naye anakwenda huku, yani na hata ukiangalia ile ajali ilitokea upande wa kushoto wa barabara. Kwa sababu kosa ilikuwa anatoka Same, huyu alikuwa anatoka Arusha. Kwa hiyo huyu mwenye basi ndio amehangaika akarudi upande wa Costa na kutokea kwa hiyo ajali. Lakini ajali ile mimi kwa kweli sijapata kuona, kwa sababu magari yanapata ajali na watu aidha gari moja na Moringe Juice ni dawa ya asili iliyoandaliwa vizuri kwa mizizi pamoja na majani kutoka katika ardhi iliyobarikiwa ya Tanzania. Dawa ya Moringe Juice ipo katika mfumo wa kimiminika ulioandaliwa na wataalamu wa kuandaa tiba asili kutoka Dr. Rose Changa Herbalist African Company. Kila aliyetumia dawa hii ameshuhudia kupona kwa muda mfupi, hasa kwenye kuongeza kinga za mwili. Watu wa HIV mpaka na mshangaa Mungu wengi. Kuna baba mmoja ana wake 5 walikuwa HIV positive. Alivyonitumia majibu ya juzi, nikaona mstari tu moja na watoto.
Walikuwa positive wakawa negative. Mstari huu mmoja. Kama kuna dada moja ametumia message, mama nimepata negative, nikamwambia haya nenda kwa daktari wako aliyekuwa anakupa aende akathibitishe. Na dawa zangu zimesajiliwa na nimefuata serikali jinsi inavyotaka. Kwa mawasiliano zaidi piga namba 0711 903 060.